alaikum, tunakutana tena ndani ya Exclusive nami Beautiful Wakanyigo, ambapo hapa utapata michezo mbalimbali ama wana michezo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Bwana, leo tunaangazia kwenye swala zima la masumbwi. Leo tukaona tutembelee kwenye Academy ya Magona ambayo inapatikana hapa kwenye gym ya 24/7 maeneo ya Mwenge. Kama ambavyo nilikwambia, leo tunaangazia kwenye masumbwi. Wapo watu wengi ambao tunaweza tukasema, kuna wakina Tony Rashid, kuna wakina Twa Kiduku, wengi sana ambao ni mabondia, lakini mabondia hawa itafika wakati wataondoka, si ndio? Je, vipi watakapoondoka? Ni nani wa kuwarithi? Lakini hapa Magona Academy wao wanawatengeneza wengine au wakina Twa Kiduku. Tunakwenda kuzungumza na mwenyeji wangu, si mwingine ni Bakari Magona, ambaye yeye ndo mwenye akademi, kwa maana ya kwamba ndo mwenye akademi, lakini yeye pia ndiye kocha. Atuambie ni kwa jinsi gani anaweza kuwafundisha watoto wadogo hawa na kwa nini aliamua kwenda huku na si kwenda kwa hao wakubwa kama wakina Twa Kiduku. Teacher, tuko vizuri? Naona unapasha. Karibu sana bwana. Naona watoto wanazipiga pa 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 pa. Karibu sana teacher. Bwana, nashukuru, asante sana. Hongera sana. Alhamdulillah, asante. Bwana, huyu ndiye Bakari Magona ambaye ndo mwenye akademi yake ya Magona, lakini ndo kocha wa kikosi ambacho umekiona hii leo. Magona, kwanza hongera sana. Nashukuru, asante sana. Kocha, nini kilikuvutia kufundisha watoto wadogo kama hawa na si mabondia ambao tayari wanajua ABCD? Kilichonivutia kwa sababu mimi mwenyewe ni bondia, nimecheza sana ngumi. Kwa hiyo huwa nikiendaga kwenye mechi naendaga na mwanangu. Ndicho mwanangu bado mdogo, ana miaka 3. Naam. Sasa nikienda naye, Mwenyezi Mungu anajalia anashinda, nikirudi basi anavaa zile glavu, anapiga piga. Kipindi ana miaka 3. Ndio. Nikabidi nianze kumwanzisha sasa na yeye. Bwana, ni mtoto kaupenda mchezo. Ikabidi naye nimemfundisha kumfundisha ndio kanipa changamoto hadi watoto wenzie sasa wakaanza kuja kutokana na yeye nilipokuwa namfanyisha. Unamaanisha Maadi? Maadi ndio nilikuwa nimemwanza naye, basi wakaja huyu akaja basi wakawa watoto wengi, nikaa nao ndio ikabidi nianzishe academy ya watoto. Kuna utofauti gani kati ya kumfundisha Maadi ambaye ni mwanao ambao umekuwa naye kwa muda mrefu na kuwafundisha watoto wengine? Utofauti upo. Naam. Lakini wanakuwa, kwa sababu Maadi ameanza kujifunza tangia mdogo, alafu akawa ameimprove kunielewa. Kwa hiyo mtoto mdogo mwingine akija kufanya mazoezi anamwiga Maadi. Unajua ni kitu kizuri kikishakuwa role model kipo cha kujifunzia, basi watu wengine wote wana improve haraka. Sababu kishamwona Maadi kiamba jabu hapa kati anapiga kona, basi na mwingine anaiga na mwingine anaiga, basi wote wanakuwa kwa vizuri. Kwa hiyo inakuwa nimepata wepesi sana kutokana na Maadi nilipoanza naye, na wengine niliokuja nao wote nimepata wepesi kwa sababu ya Maadi. Inakuwa ni furaha ukiwaona wako hapa, lakini unapata ugumu gani kwenda kuwasaka kuja nao? Mfano kwenye mambo ya soka tunajua watu inakuwa ni rahisi sana, lakini kwenye vitasa wengine wanaogopa, tena kwenye umri mdogo kama huu. Kimpa moja ya kichwani, mtu anasema mtoto wangu labda asije akapoteza ubongo na vinginevyo, au kupoteza kumbukumbu akiwa na umri mdogo. Ni kweli, lakini tasnia ya michezo yetu ya boxing, wengi sana wazazi wanaogopa watoto wao wasiende kwenye ngumi, lakini hii ni michezo kama unavyoona mpira, kama unavyoona drafti, yani kama michezo mingine. Ukimjenga mzazi kuhusu swala hilo, mzazi anamruhusu tu mwanawe acheze. Ngumi kwanza mtoto unampa skills kwamba ngumi sio nguvu, ngumi akili. Kwa hiyo ukishampa akili, ngumi ni akili, basi nguvu anazitoa. Alafu akishakuwa kila anapozidi kukua ndio unamuelekeza sasa unatakiwa uwe na nguvu kidogo, ukijumlisha akili unapata kitu fulani. Kwa hiyo hata kama kwenye tekniki wakiwa wanacheza tekniki, tumieni akili. Kwa hiyo natumia akili na kukwepa nini, yani unakuwa mchezo ni mwepesi. Kwa hiyo yani ulishawajenga tangia utotoni, inajenga mtu anamaliza mkapigwa, anamaliza mtu anacheka, anafurahi. Fair play. Fair play, yeah. Mnapofika hapa, kitu chako cha kwanza ni nini kwa watoto wako? Umeshafika sasa hapa gym, nini mnachoanza nacho? Mnafika tu zinaanza kupigwa au? Hapana, hapana. Yaani tukifika kwanza tunakuja kwenye ukumbi wa kule, tunaanza kwanza kuandaa mwili. Fanya warming up. Tunasema kama ni wachezaji kama ni kwenye soka wanaanza ile kutroti kidogo. Sawa. Unaanza kuandaa mwili, unapasha, unakwenda kwenye mashine, unakimbia, ukimaliza pale unaruka, ukimaliza pale ndo unakuja huko sasa unaanza na masomo sasa. Masomo wanavaa klipu, wanavaa glavu, wewe wanapiga padi, au huko wanacheza tekniki, wengine wanacheza soft sparring. Yaani ile
kwa sababu ni mchezo wenyewe wa ngumi, kwa hiyo mambo yake ni ngumi. Pale wakati unafanya, nimeona pale kwenye warming up, kwa watoto hawa na umri wao ulipo mdogo, ni nguvu kubwa zinatumika, hawapotezi energy kubwa pale ambapo wanaanza ile warming up kabla ya kuja hapa kwenye tukio lenyewe husika la vitasa? Swali zuri sana. Unajua mimi naangalia distance ya mtoto wenyewe jinsi alivyo, makamu yake. Kwa hiyo hata kama nilikuwa nawaambia waende 10, yeye namwambia aende 5. Umeona, kila mtu nampa na uzito jinsi alivyo umri wake. Huyu anaenda 5, huyu anaenda 10, huyu anaenda 4, na yeye anatofautisha. Siwezi kuwapa wote mzigo mmoja, hapana. Sababu wengine wakubwa, kwa sababu Maadi ameanza akiwa na miaka 3, sasa hivi na miaka 16. Unamuona kidogo ni mkubwa ukilinganisha na hawa. Kwa hiyo katika zoezi lake nampa nalo kubwa kidogo. Kwa hiyo yule pale wengine hapa na kitoto kingine kina miaka 6. Na miaka 6, kwa hiyo inaweza kamba nenda 5. Na kuli kinaenda, ila baadaye nikishatoka kinataka kiende 10 kwa sababu kina wana wenzie. Wanaenda. Lakini mimi somo langu nimempa 5. Ndio iko hivyo. Kwa hiyo tunasema ni kama juhudi binafsi. Juhudi binafsi, sawa sawa. Ni changamoto gani ambayo unaanza nayo kwa mtoto ambaye ni siku ya kwanza amefika hapa? Yaani mimi kusema za kweli, kwa watoto wadogo, changamoto yangu mimi kubwa wazazi kuhusu swala la vifaa. Lakini mtoto ni mwepesi sana kuelewa, na ndio maana mimi nimependa kuwafundisha watoto. Yaani mtoto ukimfundisha, yani yuko fasta kuelewa kuliko mkubwa, kwa sababu mtoto hana mawazo yoyote, afikiri mambo yasiyo la kula, afikiri si nini. Ukishamwambia piga moja kwepa, basi wewe anza nalo hilo. Taha. Kesho nambadilishia. Fanya maana ta. Yaani nakwenda hivyo, kesho kutwa unambadilisha. Inaingia taratibu Na ukitaka kumfundisha mtoto, yani faida kubwa ambayo nataka niwape, mtoto unapomfundisha usimfundishe ngumi hizi, hapana. Usimpe mambo mengi kwa wakati mmoja. Mpe vitu viwili. Kama unamwambia apige 1 2, anapiga 1 2, anakwepa, basi imeisha hiyo. Siku imelala. Ndio somo lake hilo. Siku nzima mpaka anaondoka. Siku imeisha somo, kesho nampa mwingine. Sasa piga 1 1 1 2 basi inakwenda inakaa hiyo. Kwa sasa inapokuja kufikia sedi ile ya kwanza kashaizoea, ya pili kashaizoea, wiki ijayo unamchanganya zote 2. Kesho kutwa unakuja kashazoea, unamchanganya zote 3. Yaani ndio taratibu hadi unakuja kumwona ana improve. Ukiwa wale ulingoni wanapigana, ni kitu gani ambacho unaona kule wanakimisi, unaona kwamba kama wangekuwa wamejengewa msingi mzuri tangia huku awali, basi zile changamoto ambazo nasikia mtu mfano labda kapigwa, anasema yule unajua kwa nini kapigwa? Kwa utaalamu wa ngumi sana. Yule alishinda siku unaelewa zile wewe ni vitu gani hivyo ambavyo unavifanya kuhakikisha kwamba hawa sasa uzao hayo mambo hayajirudii? Wakifika kule wanakuwa ni wameimprove zaidi. Yaani mimi nasema sijachelewa. Naam. Sijachelewa. Hapa sisi Tanzania hakuna academy za watoto. Hakuna kabisa. Yaani mimi ndo nataka nianzisha academy ya watoto ili kusudi tujue na sisi tutoe mabingwa wa WBC hapa Tanzania. Amina. Tutoe mabingwa wa kuleta gold medal katika mambo ya Olympic hapa Tanzania. Hicho ndio ambacho mimi ninachokifikiria. Kwa sababu watoto wangu mimi kwa jinsi nilivyowajenga, wote wanajua ngumi. Na wote wanawajua mabondia wakubwa. Kila mtu anamwambia muangalie bondia unaimpenda. Alafu tuangalie staili anazocheza, mfuatilie, tujue tutengeneze kitu gani kuja kwake yeye. Na ili kusudi mtoto ujue lazima anakuwa na role model wake. Kama mimi mwanangu Madi mimi anapenda mabondia wawili, anampenda Tank Davis, anampenda Naoya. Muona, kwa hiyo sasa nataka kama kwenye kumtrain na training za Davis na za Naoya, ili akiwa role model aweze kwenda pase kama yeye. Yes. Na mtu chochote ambacho unachokifuatilia lazima ufike kama yeye. Naam. Umeona? Kwa kuwa bado mdogo, yani mimi na uhakika wa 100% watafika mbali, kwa sababu michezo ukianzia utotoni hatuwezi kurudi nyuma tena, sababu sisi zamani tuko na focus kwenye mpira, tuko na focus kwenye mambo mengine, lakini boxing zilikuwa hakuna chini ya academy. Kutokana na nini? Michezo ya ngumi gharama yake ni kubwa, kwa sababu ili dude nilolivaa ili hapa ni 380,000. Ili maana yake nini? Au umevaa umeona sasa? Ili hapo unapoliona hili kama unaona halina maana, lakini ndio umevaa dude. Mtazamaji anataka ajue la nini? Hili dude ni la kupiga tumbo. Hili ni dude la kupiga tumbo. Anaweza akapiga jabu akakwepa ngumi yako afa akaja akapiga tumbo. Kwa maana anaweza akapiga hapa. Au kuna hiyo nilokuambia kama maana ukapiga kutana na mbavu lakini kwa sababu unakuwa una dude tena anapeleka mkono yeye anapiga mbavu. Alafu kuna hiyo kusema Tank Davis anapiga jabu juu afu anakwepa light anapiga kwenye hapa kwenye tumbo. Kwa hiyo nikimwambia Govita Davis, kwa anapiga jabu juu
light anakuja kupiga hapa. Kwa hiyo tayari ule mfumo wa Goventa unamtengenezea hapa. Mimi tusitumie maneno mengi. Maadi njoo. Hebu nataka mtazamaji atuambie kwa nini tuandikie mate wakati wino upo, na ndio maana tuko hapa. Sasa wewe. Yeye yuko hapa na mtoto wake yuko hapa. Tunataka tuone ule role model wake. Hebu aje hapa. Miadi. Uko poa? Mambo yako? Dogo akae kati. Haya. Ametuambia wewe role model wako ni nani? Nataka nisikie mwenyewe kwanza kutoka kwako. Role model wangu ni Baba amekuwa amekutrain hivyo? Ametrain. Na wewe una juhudi gani? Na juhudi kama event. Ilikuwaje kwanza wewe ukapenda huu mchezo? Mchezo niliopenda tangia zamani baba alipokuwa mdogo. Mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa namuona baba akitoka mazoezini na mimi naanza na mimi kupenda mdogo na yeye ndo akaniendeleza. Hapa Tanzania ni bondia gani unamuelewa? Hata wawili hivi. Hapa Tanzania? Hapa sema. Najua wako wengi lakini hata wawili hivi. Mwakinyo na Juma Choki, hao ndo watu wako bwana. Mimi nataka mzipange na Mshua hapa, utuonyeshe zile ambaye unamkubali role model wako. Alikuwa akituambia hapa, nikasema tusiandikie mate wino wakati upo. Mshua, tupe hicho ambacho ulikuwa unakizungumzia. Sawa. Sasa mimi nataka nikupe kwa sababu hizi ni kodi. Naam. Hizi ni kodi. Kwa hiyo hizi kodi wa mara nyingi nikisema tu yeye anafanya tukio. Kwa hiyo unampa kodi. Tuangalie jinsi mtazamaji anataka aone jinsi ambavyo umekuwa ukimwambia. Nikimwambia Goventa hii, nikimwambia na wewe anapiga 1 2 3. Tunataka sasa ndio utuambie kama mnavyokuwa. Sawa, cover up na wewe hapa kati, sawa? Siri. Huko. Chap. Chapa. 1 2 lale. 1 2. Okay, Goventa. Again. Hey, what you up? Hey, huku. Okay, now yeah, come on. Hey. Speedy. Hey. Speedy. Hey, walaida. Hey, 2. Hiyo kwanza umeona hapa. Na mtoto wake ambao wanapatikana katika Magona Academy, na huyu ndo mwenye academy yake na huyu ndo kocha wake. Na jimu yetu ni 24/7 inapatikana hapa Mwenge. Hapa ndipo unapoona vifaa. Unaona hapa kwa tukifanya, kuna wachezaji wa Young Princess nao wanafanyia hapa kwenye jimu hii. Kwa hiyo tunaona kwamba ni gym si ya mchezo, na naamini kwa staili ambayo tunaiona tutapata mabondia wengi. Umekuwa una watoto wenzako ambao wamekukuta, nini unazungumza nao unapokuwa nao kupenda mchezo? Unawashauri nini watoto wenzako? Mimi nawashauri kwa mchezo wangu mimi ni mzuri na unalipa. Usikie kiboya tu nyumbani ukategemea ugali wa mama. Mungu unalipa. Waje wasipige. Na waje mazoezi sio ugomvi. Mazoezi ni amani, mazoezi ni furaha. Na mazoezi ni afya. Bwana, mimi nakushukuru sana. Asante. Nenda kaendelee. Bwana, umesikia mwenyewe mtoto amekwambia usikae nyumbani kiboya kukaa kupiga ugali wa mama. Piga ugali wa mama, njoo hapa baadaye mama aweze kupata faida. Kuna elimu ile ya shule division A zile. Lakini kuna na division A za huku kwenye michezo kama kategoria ya vitasa. Una moja ya wazazi ambao wamekuwa wakifuatilia wachezaji. Hapa nimemwona kuna Rukaiya. Ni mwanamke pekee ama mtoto wa kike pekee? Sio Rukaiya wewe producer, Rukaiya Mbugita. Tulia hivyo hivyo. Huyo Rukaiya Waziri Roster. Huyo anaitwa Rukaiya Waziri Roster. Sio wewe Mbugita, Rukaiya Mbugita wa Azam TV ambaye ndio producer. Na tena yuko vizuri. Yuko vizuri. Rukaiya njoo. Rukaiya ndo binti peke yake wa kike ambaye unamwona hapa, ama mtoto wa kike ambaye yuko kwenye hii Mabona kwenye academy yake ambayo inapatikana hapa kama ambavyo nimekwambia 24/7. Hujambo? Marahaba, hongera. Wewe ni mtoto wa kike. Ilikuwaje ukapenda huu mchezo? Nilimwona babangu akicheza. Baba yako? Baba yako anaitwa nani, majina yake yote mawili? Waziri Roster. Waziri Roster. Baba anakupa support gani? Ananishawishi kila siku kazini. Niwahi, nisichelewe, niwahi kulala mapema ili niwahi kazini. Masomo unasoma? Unasoma Ndio. Wanajua watoto wenzako wa kike huko mtaani na shuleni kama unafanya huu mchezo? Wanajua? Wanatamani kuona na wao kuja kucheza au wanakushangaa? Wananishangaa, hawatamani. Sasa wakikushangaa wao unawajibu nini mwanangu? Naambia mimi nimezoea, sio shida. Wala ikupi shida? Hakuna hata mmoja anayeshawishika aseme na mimi nitakuja unipeleke kwa mwalimu Bona nije? Hapana. Hakuna.
Bwana, hongera sana. Nini unawaambia sasa watoto wa kike wenzako? Waje hapa wajifunze, tafikia malengo yao wanayotaka. Wewe unatamani kuwa kama nani? Mimi Leila Ali. Leila Ali. Leila Ali ndio unatamani kuwa kama yeye. Hongera sana. Hivi leo unakutana na waziri wa michezo Paul Makonda, ungemwambia kitu gani kwako wewe kama mtoto wa kike ambaye unafanya huu mchezo ili kuhakikisha kwamba anakusaidia na unaweza kutimiza malengo yako? Naambia anisaidie katika kipaji changu, naomba tu anisaidie katika kipaji changu ili niweze kuendelea malengo yangu. Akusaidie? Anisaidie katika malengo yangu ili nifikishe malengo yangu. Ni vitu gani? Mfano labda nakuuliza, tuseme mimi ndo mimi sasa ndo Makonda nakuuliza vitu gani? Kama anisaidie glavu, baada ya ampe kocha ili atufundishie vifaa vingi, mavazi na clip tu, ndio hivyo ninavyotaka. Kwa maana ya kwamba akusaidie vifaa vya michezo ambavyo ticha tumesikia hapa ukisema kwamba hii ndio imekuwa changamoto. Bwana, mimi nafikiri kipindi unajua hiki hapa sasa hivi wanatazama sasa hivi. Kwa hiyo naamini serikali inawasikia nyote na ujumbe wako kwa waziri wa michezo Makonda ameusikia, naamini ataufanyia kazi, si ndio? Chaba. Chaba. Right. 1 2. Moja. Ha. Mbili. Right mdogo hapa. Kwepa. Come on, maliza. Mbili hapa. Wow. Ni binti Rukaiya akiwa anazichapa na kocha wake. Moja mbili hapa. Moja mbili nne. Moja mbili tatu nne. Chapa. Jabu juu jabu chini. Come on. Count. Up. Mbili. Pamba. Okay, habari. Unaweza kumruhusu mtoto wako. Hongera sana. Unaweza kumruhusu na wewe mtoto wako hakika akaja hapa kachapa. Muone jinsi alivyo. Unakuwa fit, unaweka mwili wako safi na mwisho wa siku hii ni ajira. Bwana, una mtoto mmoja mdogo sana. Mimi nataka nihitimishe na huyo na nimemwona yuko na mzazi wake. Nipo naye na babake yupo hapa. Na babake yupo. Hebu naweza kuwaita wale wakaja. Bwana Liam, tupige nao mawili matatu. Njoo na babake. Ndani ya hii gym kuna kweli wakisha kwamba hii ni academy na wamesema wewe kama mtazamaji ambaye ni mdau kwenye mashirika, makampuni, serikali, tumekuwa na academy nyingi sana kwa maana za soka, lakini kwenye ngumi hatuna. Ili tuweze kuwapata wakina mfaume wa baadaye, lazima tuanzie hapa. Bwana, namuona, nafikiri unaweza kumuona huyu mtoto mdogo. Unaitwa nani wewe? Liam. Liam. Yes. Liam ni nani? Patrick. Kwa nini umependa huu mchezo Liam? Hapo wewe bado mdogo. Kwa nini umeupenda? Baba yako ndo amekufundisha. Wewe unaupenda kutoka moyoni? Ndio. Wenzako hawakushangai ulivyo mdogo hivi? Hawakushangai? Wanakushangaa? Hawakushangai. Wewe unawaambia nini ukiwa huko nyumbani? Unawaambia nao waje kujifunza? Ndio. Haya bwana, huyu ndo Patrick mwenyewe ambaye ndo mzazi wa huyu mtoto. Nimependa sana kuona kwamba mzazi yupo anafika gym na kuweza kuangalia watoto wake ama watoto wao, kuona kile ambacho wanakifanya, ili hata baadaye basi anapotoka hapa akienda huko anaweza kukaa na mtoto wake na kuona ameona uso kwa macho, na si kusubiria ripoti kutoka kwa kocha Bakari. Tuzungumze na mzazi. Hongera sana. Asante. Hongera mno. Asante sana. Nitatamani upaze sana sauti tukusikie. Ilikuwaje ukamshauri mtoto mdogo kama huyu? Kwanza wewe uliwahi kufanya ngumi, kucheza labda? Mimi pia nimewahi kufanya mazoezi nikiwa mdogo kama hivi. Lakini sikuendelea kulingana na nilikuwa napenda zaidi mpira. Ukakimbilia kwenye soka? Nikakimbilia kwenye soka. Kidogo nikafanya mazoezi hivyo. Baadaye ukamleta kijana wako. Ndio. Anapenda? Anapenda, ana passion. Anapenda. Hicho ni kitu anachokipenda kwa sababu nilikuwa nikiwa naangalia ngumi, yeye mwenyewe anaanza kujifanyia sparring, yeye mwenyewe anafanya mazoezi, shadow boxing anarusha yeye mwenyewe bila mimi kumfundisha. Hivyo nikaona huyu mtu kitu anakipenda, nikatamani nianze kumfundisha kidogo. Bahati nzuri wewe mzazi upo wakilisha wazazi wa watoto hao wengine. Unawezaje kubalance masomo ya watoto na kuja kwenye mazoezi ili atimize ndoto zake zote? Unajua hivi vitu, masomo na mazoezi vinashabihiana, kwa sababu masomo anaweza akayafanya ndani ya siku 6 masomo. Naam. Bila kufanya mazoezi. Mazoezi anafanya siku 2 ili kupata muda wake. Jumamosi na Jumapili anafanya mazoezi. Siku za katikati anafanya kidogo sana, lakini Jumamosi, Jumapili hizo ndo siku nampa afanye mazoezi
Kwa hiyo hivyo vitu vinashabihiana kabisa. Masomo siku 6 alafu siku 2 anafanya mazoezi. Yaani viko balanced vizuri sana. Mtoto akiwa na umri huu akianza michezo, hii michezo ni migumu, akiimprove kwenye michezo, basi ya shuleni anakuwa anachoboa bila shida, kwa sababu anakuwa na akili ya kwenye masomo na akili ya kwenye michezo. Yaani mtoto tukimwingiza kwenye michezo, naam, basi akiingia shuleni anabutua, hana shida, anakuwa ana refresh. Yaani anakuwa na akili zaidi, kwa sababu kama mimi akili yake inakaa inawaza mambo ya pai dia la hamna, kwa sababu kama mimi hadi anafanya mazoezi Jumamosi na Jumapili, lakini huwezi amini katika mtihani wa form 4 yeye amekamata B. Amepiga B. Na tena anafanya mazoezi Jumamosi na Jumapili. Amefaulu form 5 sasa hivi. Hongera sana. Anaenda. Na kipindi hicho yeye anakatandika, anakuja kufanya mazoezi Manzese. Anapanda gari mbili. Tena bado mdogo, kipindi hicho ninapokuambia mimi ana miaka 7. Anapanda gari anashuka Karume, anatoka Karume anakuja Manzese. Kwa hiyo ni michezo ndio inamsababisha mtoto anakuwa na akili haraka, anajua kusoma gari ile na akishuka anashuka. Kwa hiyo mimi niko nashauri sana wazazi, watoto wakiwapeleka kwenye michezo 90% hata shuleni wanafanya vizuri. Kama mzazi, nini unashauri kwa wazazi? Mimi nashauri kwa wazazi, sana napenda nishauri kuhusu michezo. Naam. Wazazi wasiwabanie watoto wao kwenye ishu ya michezo. Ukiona mtoto anapenda mchezo fulani, ukiangalia huo mchezo unatija na sio kinyume cha sheria, hebu msupport kwenye huo mchezo, kwa sababu akifanya michezo hicho ni kitu chake cha ziada, wala akiwezi kuvuruga muda wake wa masomo. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Mimi napenda tu kuwashauri wazazi wawaruhusu watoto wao kufanya michezo, iwe ni mpira, iwe ni boxing nini, na tena wanatakiwa kuamka kwamba mchezo wa ngumi kwa sasa sio mchezo wa kiuni, ni maisha. Ni maisha. Labda unaweza kusema sio kuwashauri tu wazazi, hata serikali pia. Naam. Serikali inatakiwa itupie jicho kwenye mchezo wa ngumi kuanzia chini, sio juu peke yake. Tayari tumeona mama ana support kuanzia juu, lakini kuna huku chini kwenye chimbuko, tunatakiwa tukupe nguvu kwenye chimbuko. Mabondia wengi wakubwa wanaanzia wakiwa na miaka 15 na kuendelea, lakini tunatakiwa tuanze kuanzia chini kwenye hizi academy. Kwa napenda tu kushauri kwamba sasa ni muda wa serikali kutupia jicho kwenye watoto, yaani kuanzie chini kwenda juu, tusianzie juu peke yake. Sasa ni muda wa kuanzia chini ili tuweze kwa. Bwana, mimi nakushukuru sana. Uendelee na kijana, muendelee kuzichapa, si ndio? Hongera sana. Kabla ya tuondoka, mimi natamani kama ambavyo imekuwa ni style. Emna wewe piga kwanza na teacher tuone hapa. Teacher, mpe jambo. Cover up. Chapa. Chap. Right. 1 2. Hey. Geraya. 1 2. Hey. Again 4. 1 2 3 4. Kwepa kushoto kulia. Kama somo 1 2 hapa. 1 2 4. 1 2 3 4 sawa. Good. Fantastic. Bwana, kama ambapo tumezungumza mengi hapa tulikuwa kwenye Magona Academy, ambaye na huyu ndo mwenye Magona yake Academy na ndo kocha wa hapa ambayo inapatikana maeneo haya ya 24/7 hapa maeneo ya jirani na Mwenge. Kubwa zaidi, mataifa yote ambayo yamefanikiwa kwenye michezo yoyote kuanzia chini, kwa maana ya kwenye academy. Tunasema kama ni kule kwenye soka tunasema kwenye grassroots. Hivyo basi Azam TV sisi tumekuza sana huu mchezo hapa Tanzania kuendeleza kwa kuonyesha mambo haya ya masumbu. Sasa ni wakati wako wewe mdau, kama unatamani kukaa kwenye runinga yako, unakaa pale Azam TV unaangalia vitasa vya maana kwenye siku ya mapambano. Kama unatamani hilo, basi wewe kama mdau, shirika, serikali kwa ujumla, tuwekeze kwenye hizi academy ili hapo baadaye tuje kuwa na mabondia wazuri ama wanasoka wazuri. Lakini kwa sababu tunazungumzia kwenye masumbu, tuwekeze huku kwenye soka, tulete support kwa watoto. Kilio chao kikubwa tumesikia ni kuhusiana na vifaa. Basi tuwekeze huku ili baadaye tuje kupata mabondia walio bora. Kocha, mimi kwa kweli big up, nikushukuru sana. Hongera sana. Nashukuru. Hata unaweza kwa namba yangu nikawatajia. Sawa. Au sio? Sawa. Namba yangu ni 0653 100 762. 0653 100 762. Nitafute kama una mtoto mlete. Mimi niko tayari. Kocha yeye yuko tayari kwa ajili ya kufundisha. Ulikuwa nami Beauty Kanyigo, Rosemary Timso Karugira, ambapo kila siku sasa wewe utakuwa unapata vitu mbalimbali ama exclusive mbalimbali za wana michezo kupitia hapa Azam. Haya, njoo.